Kama nilivyowahi kukuambia hapo nyuma kuwa mara nyingi vita inapoendelea watu hutoka kujadili vita. Tukitoka kujadili vita tunakuja kujadili matukio. Matukio katika vita. Ndio ilipofikia kuwa zaidi tunajadili matukio katika vita. Kwa sababu nani kampiga nani kwa wakati gani imekuwa ni hivyo kawaida. Kila upande unakuonyesha umempiga fulani sehemu fulani. Kila upande utakuonyesha umempiga fulani sehemu fulani. Kwa hiyo tunakuja kujadili zaidi matukio katika mzozo au katika vita husika. Yale matukio yanayotokea ambayo yanaleta simulizi na hadithi. Ndio mara nyingi tunaweza kusema kuwa hayo ndio tunaweza kuanza kuyajadili kwa wakati huo. Kuna kauli inasema matamanio hayawezi kukupa kila unachokitamani. Haijalishi wewe una uwezo kiasi gani. Haijalishi una nguvu kiasi gani. Haijalishi wewe ni nani. Lakini kile unachokitamani sio vyote unaweza kuvipata. Rais Donald Trump jana aliweka bandiko kubwa kabisa kwenye mtandao wake wa Truth Social kama kawaida. Kaweka gazeti refu akiandika kuhusu mfereji wa Hormuz. Akiandika kuhusu Irani kuzuia mfereji. Anasema ikiwa Irani wametega mabomu kwenye mfereji, basi wayaondoe haraka kabla ya hasira ya Marekani haijaelekea hapo. Vitisho vya ngapi hivi ambavyo wanavielekeza kwa Irani? Lakini kwa nini hawaogopi? Walianza kutishwa kabla ya vita. Wakatishwa wakati wa maandamano na wameendelea kutishwa ndani ya vita. Kwa nini hawa watu hawaogopi vitisho vya Donald Trump? Wamevizoea sana au vimekuwa vya kawaida? Uhalisia kuwa wamejua uwezo na nguvu yake ilipoishia. Ndio maana anapoweka vitisho vyake dhidi yao wala hawatishiki. Juzi Marekani waliweka kupitia waziri wake waziri wa mambo ya nje. Yes. Nadhani kwenye ofisi ya waziri wa mambo ya nje. Waliweka andiko kwenye mtandao wa X wakisema kuwa tayari Marekani ilikuwa imeanza kupitisha meli kwenye mfereji wa Hormuz. Wanasema wameshaanza kusindikiza meli. Yaani jeshi la Marekani tayari limepitisha meli. Yaani ile taarifa ilitoka kama tayari kuna meli ilipita. Sasa ile taarifa ilifuatia na taarifa ya upande wa pili wa IRGC wakikanusha vikali kuwa hakuna meli yoyote iliyopita pale na hiyo taarifa sio ya ukweli. Wakasema kama kuna meli yoyote imepita kwenye mfereji wa Hormuz ambayo ilikuwa inasindikizwa na vikosi vya Marekani, basi watoe ushahidi. Baadaye lile andiko likafutwa. Na taarifa ikaja ikatolewa White House na Caroline Leavitt akasema kuwa Marekani bado haijaanza kupitisha meli. Kwa hiyo waliochukua ile taarifa ya awali kwa Marekani kapitisha meli na wamebishana kwenye vijiwe vya kahawa, tujue kipi kuwa ni kweli walipitisha au hawakupitisha. Swali ni hiyo, walipitisha hawakupitisha. Kwa hiyo wamekuja wakakanusha wakasema kuwa hatujapitisha. Ila ndio tuko kwenye hesabu za kuanza kupitisha. Hayo ni matamanio, lakini unaweza usiyapate. Uhalisia ni huo tu kuwa IRGC wamerudia kusema kile kile kuwa kama kuna jeshi lolote linahisi lina uwezo wa kusindikiza meli kwenye mfereji wa Hormuz na ikapita, basi wanaruhusiwa wapite. Wala hamna shida yoyote. Anasema haya. Marekani inasema hivi, US sinks 16 Iranian minor layers. Hii taarifa imekuja sijui wakati gani. Minor layers wanasema leo wamezizamisha, lakini wakati huo taarifa ya Marekani inasema kuna meli zingine 12 wamezizamisha. Meli 12 wamezamisha. Taarifa nyingine ya Marekani za Irani. Siku 4 nyuma Trump alisema kuwa Irani hawana kabisa jeshi la majini. Hawana meli hata moja iliyobaki. Hizi wanazamisha zinatoka wapi? Hizi wanazozamisha zinatoka wapi? Hii haipingani na taarifa ambayo imetolewa na Israeli, na niliona kwenye gazeti la Israel, nadhani lilikuwa la Hayom. Hayom lilikuwa limeandika hiyo taarifa kuwa
Israeli ilikuwa imeangamiza uwezo wa Irani wa makombora kwa asilimia 92. Yani Irani anapumulia asilimia 8. Asilimia 8 tu ili hubakia Irani. Asilimia 92 yote haipo, yani uwezo wake kwa asilimia 92 haupo. Lakini taarifa hiyo inaendelea kusoma taarifa kuwa Israel imeendelea kupangua makombora ya Irani at the same kama kawaida. Makombora ya Irani yamefika Bahrain, yamepiga Kuwait, yamepiga Saudi Arabia, yameenda Qatar, yameenda sijui wapi. Ni asilimia 8 hiyo inazunguka. Asilimia 8 tu. Asilimia 92 yote imekwisha. Yani wameshamaliza kila kitu. Nadhani ndio hivyo wanachokizungumza. Sasa anasema Pentagon inathibitisha wanajeshi wa Marekani 140 wamejeruhiwa katika mzozo, huku namba ya vifo ikibaki 8. Vile vile ikibaki 8. Israeli wamejibu, wanasema kuwa wao hawajaomba mazungumzo, hawajaomba kusitisha vita. Kauli ya Israeli inaenda kushindana na kauli ya Marekani ambayo Donald Trump amekariri zaidi ya mara 3 mara 4 kwa tunataka kuzungumza, tunataka mazungumzo. Kauli ya Israeli inapingana. Kauli ya Israeli inasema sisi hatujaomba mazungumzo. Inakuja vile vile ni kama kauli ya Irani kuwa sisi hatutaki mazungumzo kwenye huu mzozo. Si ndio hivyo? Sasa kuna kitu kimoja ambacho nimekiona kwenye hili. Qatar Foreign Minister anasema regional countries are not an enemy of Iran. Nadhani alitoa tangazo kubwa refu akielezea kuhusu uhusiano wao na Irani. Anasema kuwa nchi za kikanda sio maadui wa Irani. Halafu katika maelezo yake anasema kuwa Oman na Qatar ambazo zinaambiwa ziwe wasuluhishi haziwezi kuanzisha usuluhishi wakati zinashambuliwa. Umeelewa manake? Haziwezi kuanzisha mazungumzo wakati zinashambuliwa. Sasa nani anawaomba wasuluhishe? Na kwa nini wanasema hivyo? Kuwa hawawezi kusuluhisha wakiwa wanashambuliwa. Kwa sababu Irani wamesema kuwa wao hawataki kumaliza vita. Je, nani anawaomba Qatar na Oman wasimamia mazungumzo? Vyombo vya habari jana viliandika kuwa Urusi, China pamoja na Ufaransa walikuwa wametumwa kwenda Irani kuzungumza kuhusu usitishaji wa vita, ambapo niliona Irani walijibu niliona hata Kalibaf reject ceasefire highlight Irani's strong response to aggression. Kalibaf alikataa, ambaye ni spika wa bunge la Irani, akasema kuwa hatupo kwenye hiyo nafasi ya mazungumzo. Sasa huu mtego nadhani kama wameujua kuna mtego gani. Niliona hata andiko jana la Rais Erdogan kuwa hatutoingia kwenye mtego. Nadhani alikuwa akiwazungumzia Wakurdi, akihofia hasa Wakurdi kupewa silaha, kwa sababu unajua Uturuki na Wakurdi walivyo. Nishakwambia hii. Anasema tumejua kuwa tunatafutwa kuingia kwenye mtego. Yani tumejua kuwa tunatafutwa, tunase kwenye mtego kuingia. Sasa anasema sitegemei Wakurdi kunasa kwenye huu mtego, kwa sababu karibu nchi zote zimestuka kwenye huu mtego. Senator wa Marekani AIPAC Lobbying Lindsey Graham juzi alishukia vibaya Saudi Arabia. Anawauliza kuwa mnasubiri vita gani ndio mpigane kama hamwezi kuingia kwenye hii vita? Anawaambia Saudi Arabia. Yani alikuwa anawashinikiza Saudi Arabia waingie kwenye vita na Iran. Saudi Arabia. Kauli iliyotolewa na balozi wa UAE kwenye Umoja wa Mataifa juzi inasema hivi: haijalishi kuwa sisi ndio tumekuwa nchi ya kwanza wahanga kwa mashambulizi ya Iran, kwa sababu UAE imeshambuliwa kuzidi nchi zote. Nchi zote za Kiarabu UAE imeshambuliwa zaidi. Anasema haijalishi Iran itatushambulia kiasi gani, lakini hatutoingia kwenye hii vita. Yani hatutojibu. Hata juzi walipokanusha taarifa iliyoandikwa na vyombo vya habari vya Israeli kuwa wao UAE walishambulia kituo cha kusafisha maji cha Irani, wakakataa
Waarabu sometime, unajua kweli wametekwa nyara na Amerika, hawana chochote cha kufanya na Amerika. Hata ukisikia Qatar wanachokizungumza, ukisikia UAE balozi wake alivyokuwa anasema kuwa tulizungumza kuanzia awali, hatutaki ardhi yetu itumike kufanya mashambulizi, sisi tulikuwa tunataka haya mambo yaishe kwenye mazungumzo. Yani ni jibu kuwa ardhi yao inatumika bila hiari yao na hawana uamuzi dhidi ya ardhi yao. Ndio jibu linalokuja sasa. Hawataki, wanasema tulisema kuanzia mwanzo diplomasia ifanye kazi, sio hivi sasa hiki kilichotokea. Hawataki kuingia kwenye mzozo. Niliona andiko la former PM wa Qatar Jasem anachokisema, anasema ikiwa Qatar itaamua kuingia kwenye vita na Irani hivi sasa, anasema ikiwa Qatar itaamua kuingia kwenye vita au nchi za kikanda ziamue kuingia kwenye vita na Irani hivi sasa, Marekani na Israeli watatoka kwenye vita, wakae pembeni. Halafu Marekani ataanza kuwauzia silaha Waarabu. Sawa, wakati watapokuja kumaliza kupigana, watakuta Israeli kaisha chora mistari mipya ya kutengeneza Great Israeli. Nadhani kama sometime wanaelewa nini yani sometime zinakuwepo, unajua. Yani nashukuru sasa wanayaona mambo katika jicho ambalo wengine tunazungumza miaka, kuwa nyinyi hamuoni huu mtego? Mbona huu mtego mwepesi sana umetegewa hapa mpaka hapa? Wewe fikiria kuwa siku ya 12 tunaingia, tunatimiza 12 days kama ile vita ile. Waarabu hakuna aliyerusha jiwe Irani. Irani anafanya mashambulizi kwenye nchi zote ambazo zimehusika kuanzia mwanzo, hajabadilisha. Lakini si kwamba hawana makombora, wanayo. Hapo ndio naweza kusema, hapo ndio store za Marekani za silaha ziko hapo, kila silaha ziko hapo. Lakini hawajarudisha kwa Irani kwa sababu ni kama wameustukia mtego. Huu mtego tumesha ujua jinsi unapoanza na unapoishia. Kwa hiyo hatutonasa kwenye huu mtego ambao tumekuwa tukitafutwa kwa namna zote. Sasa jana Ali Larijani alikuwa amejibu andiko la Ursula von der Leyen, rais wa tume ya Ulaya, alipokuwa Cyprus. Yule mwanamama aliandika mambo mengi kuhusu Irani na kushutumu Irani, akaonyesha mshikamano na Cyprus, kuwa mambo mengi yani alizungumza. Akashutumu utawala wa Irani umeua watu 17,000 akasema katika maandamano yale. Larijani akamuuliza kuwa umezungumza nini kuhusu mashambulizi ya Israeli na Amerika yaliyoua watoto 170 wasiokuwa na hatia? Chochote umezungumza? Hapa ndio huwa ninazungumza mara nyingi kuwa kuna wakati, na mimi huwa nazungumza na wanaharakati wetu, kuna kile wanakiona wao na kuna kile tunakiona sisi. Wanapozungumza kuhusu, Waarabu wanasema huququl insani, haki za binadamu, huwa wanamaanisha vingine kabisa na wewe unavyoelewa. Haki za binadamu sio kile ulichofundishwa wewe na wao wanapozungumza haki za binadamu. Na wanapozungumza kuhusu ubinadamu na watu, hawajakusudia wewe. Haki za binadamu zinawahusu watu fulani, sio watu wote. Ni wewe tu kuelewa kuwa hao binadamu ni kina nani. Kwa sababu kuna serikali ya Irani, kuna raia wa Irani ambao kwa mujibu wa Westin kuwa hawa raia wamenyanyaswa sana na serikali ya Irani, wanakwenda kukombolewa. Lakini mashambulizi ya Israel na Amerika yameua watu 1,300, 90% ni raia. Kati yao wamo watoto 175 kwa hesabu ya sasa, 175. Hakuna kiongozi yoyote wa magharibi ambaye amewapa pole familia za watoto wale 175. Acha hao wengine, sema kuua wote, hawa ni IRGC wote. 175 tu wale waliwa. Hakuna hata mmoja ametoa, kwa sababu tafsiri yao ya binadamu hapa haipo. Yani kuna kile ambacho unajua, mara kadhaa huwa nawaambia kuwa wewe unaweza ukajiona kama binadamu, lakini wenzako wanakuona kama asset.
Ndio maana wakati wote wanafikiria kukufanyia biashara na kukutumia wewe. Yaani kuna kundi maalumu ambalo wao wanaliona ndio kundi linastahili kuishi, ndio kundi linalostahili kuishi. Wanapozungumza kuhusu Israel, Palestina, Gaza, wao huzungumza kuhusu mashambulizi ya Hamas yaliyoua Waisraeli 1200. Hawajawahi kuzungumza kuhusu 76,000 waliokufa Gaza, wala hawajawahi kuzungumza kuhusu watoto 20,000 waliokufa Gaza, kwa sababu wao hao watoto hawaingii kwenye kundi lile la linalotetewa ile na haki za binadamu. Hawamo kwa tafsiri yao, hao sio. Ndio maana Osola anazungumza kuhusu kile kinachoendelea ndani ya Irani. Raia wa Irani waliouawa sio katika kundi ambalo linaingia, sio, ila kuna kundi ndio linaingia kwenye hilo. Sasa tafsiri ya wanaharakati wetu sijui inaenda wapi. Huwa ninashindwa kufahamu kuwa tafsiri ya hiki kitu huwa inakwenda wapi mpaka wapi na inaishia wapi mpaka wapi, kuwa wakiwa wao ikija kwetu hebu badilikeni na muelewe kuwa hii dunia iko wapi na inakwenda wapi na imefika wapi kwa wakati gani. Sawa? Sasa yapo yaliyojiri na yapo yanajiri na yapo yanaendelea. Kuna mzozo mbaya sana unaendelea kati ya Israeli na Hezbollah, mbaya kabisa, na huenda ukazua civil war nyingine kwa kile ambacho kinaendelea. Natamani ningekuwa na muda mrefu nikufafanulie kile kinachoendelea kati ya Hezbollah na Israeli. 2024 baada ya vita ile ilidumu takriban miezi 2 au 3 kati ya Israeli na Hezbollah, kulifikiwa makubaliano 2024 ya ceasefire. Kulikuwa kuna ceasefire, lakini sio kumalizika kwa vita, kwa kuna ceasefire. Ikafuatwa na makubaliano ambayo yalisimamiwa na Baraza la Usalama. Makubaliano ambayo yaliwataka Israeli warudi nyuma kutoka Litani, Hezbollah waingie ndani kutoka Litani, na kuna eneo moja liachwe wazi, lile bonde la Beka liachwe wazi. Israeli atoke complete kwenye ardhi ya Lebanoni. Halafu Hezbollah aondoke eneo la kusini lote, arudi nyuma kwa kilomita 30. Halafu waweke mchakato ambao ulikuwa kwenye makubaliano ya mwaka 2006 wa kuwapokonya silaha Hezbollah. Toka 2024 mpaka juzi Iran alivyoanzisha vita, kwa sababu iliwachukua siku 3 kuingia Hezbollah kwenye mgogoro, Israeli ilikuwa imekiuka makubaliano mara 10,000. Mara 10,000 kwa mujibu wa wachunguzi walio hapo, mara 10,000. Hezbollah walikuwa hawajajibu. Kifo cha Khamenei, unajua huwa na Khamenei alikuwa ni supreme leader wa Irani, lakini upande wa pili alikuwa na kofia kuwa ndio kiongozi mkuu wa Shia. Sasa huyu ni kiongozi wa kiroho wa imani ya watu. Hezbollah ni kundi ambalo kiwango kikubwa linaongozwa na Shia. Kwa hiyo aliyeuawa ni kiongozi wao wa kiroho. Ndicho kilichowarudisha kwenye vita na Israeli. Kule kaskazini na kusini mwa haya maeneo kuna vita kubwa sana inapigwa, kubwa sana, ambayo imekimbiza malaki ya watu zaidi ya 700,000 wanatajwa ndani ya Lebanoni, wamevuka mpaka kwenda upande wa pili wa Syria, na maelfu ya raia upande wa Israeli wamehama kwenye miji yao ambayo ipo karibu. Acha wale ambao walikuwa hawajarejea toka kwenye vita ya 2024 baada ya uharibifu mkubwa kutokea, wengi wamehama kwenda upande wa pili. Sasa jana kikatokea kituko kimoja. Rais wa Lebanon Joseph Aoun akatoa wito wake kwa Israel kuwa tunahitaji mazungumzo kwa ajili ya kumaliza hii kadhia, huku akiwashutumu Hezbollah. Hii ni hadithi nyingine. Serikali ya Lebanoni toka kuuawa kwa Nasrallah, ambayo inafadhiliwa na ulimwengu wa Magharibi, iko chini ya ufadhili zaidi wa Ufaransa, Marekani, Israel, Saudi Arabia, ilishawatenga Hezbollah, wakawatoa kuhakikisha kuwa Hezbollah walikuwa kwenye siasa, wakajaribu kuondoa zile nafasi zao kwa kiasi kikubwa.
nadhani hawakujali sana kwenye siasa, wakabaki Hizbullah ambao wanamiliki silaha, wakabaki na jeshi la wapiganaji 100,000 ambao wanamiliki silaha mbaya. Sasa juzi walivyojiunga na vita, hali imekuwa mbaya. Wakati rais anaomba upande wa pili wa Israel, anaomba upande wa pili wa Israel mazungumzo, anaashiria kuwa yuko tayari kuhakikisha Hizbullah inadhibitika. Ni kitendawili ambacho sijui kitaanzia wapi. Rais wa Syria Al-Sharaa Ahmad amesema kuwa Syria iko tayari kutoa usaidizi kwa Lebanon kuwapokonya silaha Hizbullah. Nguvu ya Hizbullah ni kubwa kuzidi jeshi la Lebanon. Nguvu ya Hizbullah ni kubwa kuzidi jeshi la Syria. Sijui nani atamfunga paka kengere. Sharti pekee ambalo Israeli watalitoa kwa Lebanoni itakuwa kuambia wapokonyeni silaha Hizbullah ili tukae kwenye meza ya mazungumzo. Na Israeli watakuwa wamefanikisha kwa kiwango kikubwa kile ambacho wamekuwa kikitafuta nchi zingine, civil war, kuwachonganisha wao kwa wao. Yaani nchi za Kiarabu zinapopigana zenyewe kwa zenyewe, Israeli inafaidika vizuri sana. Sasa hatujui kama na hao watanasa kwenye huu mtego au wataukwepa huu mtego waende pembeni. Nimelizungumza kwa kifupi sana kile kinachoendelea Lebanoni. Nikipata wasaa nitalizungumza kwa kina yale yanayoendelea na ugumu na mustakabali wa Lebanoni na haya ambayo yanaendelea hivi sasa. Jamani, nashukuru, nimekuja, nimetimiza, nimewakilisha. Asanteni na mara nyingine.